Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Oktoba 23, mwaka wa 2025. Mwenue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako maishani mwetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Tu wa dhambi, tusiostahili hata kusogea katika uwepo wako, tunaomba ukatusafishe, ukatusamehe uovu wetu, ukatutakase, ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Katufanye kuwa nuru katikati ya watu, ili watakapo yaona matendo yetu uliyotuwezesha kuyafanya kwa uzuri, wakutukuze wewe siku ya kujiliwa. Baba yetu wa mbinguni, neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Nasi tulipojitoa kuja kujifunza neno lako, ukatusaidie tuweze kulielewa. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kila mmoja kwa lugha yake ambayo ataelewa. Zaidi sana tukalitumia neno hili maishani mwetu, ili tukaakisi ukuu wako, tukaakisi pendo lako. Tembea nasi siku ya leo, ukitulinda na kutuongoza. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo inasema shikamaneni, shikamaneni. Imejengeka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 24 aya 12 na 13. Neno la Mungu linasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mungu amewachagua watu katika siku hizi za mwisho ambao amewafanya kuwa bohari la sheria yake, na watu hawa daima watakuwa na wajibu usiopendwa wa kutimiza. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Itahitaji bidii nyingi na mapambano ya mara kwa mara ili kuondoa uovu kutoka kwenye makanisa yetu. Ni lazima kuwe na nidhamu kali isiyo na upendeleo inayotekelezwa, kwa maana wengine walio na mfano wa dini watatafuta kudhoofisha imani ya wengine, na watafanya kazi kwa siri ili kujiinua. Bwana Yesu pale juu ya mlima wa Mizeituni alisema wazi kwamba kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Anazungumza na watu ambao wameasi kutoka kwenye hali ya juu ya kiroho. Hebu maneno hayo yatufikie vizuri, yakiwa na nguvu ichunguzayo mioyo. Iko wapi ibada yenye ari kwa Mungu, ambayo inalingana na ukuu wa ukweli ambao tunadai kuamini? Kuupenda ulimwengu, kuipenda dhambi kipenzi, kumeuondoa moyo katika kupenda maombi na tafakari ya mambo matakatifu. Mzunguko rasmi wa huduma za kidini unaendelea, lakini upendo wa Yesu uko wapi? Hali ya kiroho inakufa. Je, ni huu ugoigoi, uharibifu huu wa kuhuzunisha upaswao kudumishwa? Je, nuru ya ukweli itayumbayumba na kuzimika gizani kwa sababu haijajazwa na mafuta ya neema? Kujisifu na kujitosheleza vinaua maisha ya kiroho. Nafsi inainuliwa juu, nafsi inatukuzwa. Laiti nafsi ingekufa.
ninakufa kila siku, alisema Mtume Paulo. Wakati huku kujitosheleza kwa kiburi na kujisifu na kujiona kuwa mwadilifu kwa kuridhika kunapoingia ndani ya nafsi, hakuna nafsi kwa ajili ya Yesu. Anapewa nafasi duni wakati nafsi inainuliwa juu sana na kulijaza hekalu la Roho. Hii ndiyo sababu Bwana anafanya kidogo sana kwa ajili yetu. Kama Bwana angefanya kwa kufuata juhudi zetu, mtendaji huyo angejitwalia utukufu wote kwa sababu ya werevu, hekima, uwezo wake mwenyewe, na angejisifu mwenyewe kama walivyofanya Mafarisayo. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka kwa mapato yangu yote. Pale nafsi inapofichwa ndani ya Kristo, haitainuliwa juu. Ni pale tu tutakapotimiza kwa uangalifu mpango wa Bwana bila kuweka alama na utambulisho wetu katika kazi hiyo, ndipo tunapokuwa tunaifanya kwa ufanisi na kwa uangalifu. Shikamaneni, alisema malaika, shikamaneni. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 538 na 539. Pendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi. Leo ni Oktoba 23, mada ikisema shikamaneni, shikamaneni. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Pengine kwa maneno yako, pengine kwa matendo yako, au pengine kwa mawazo yako, umetanga mbali naye Mungu. Huenda ni baraka alizokupa Mungu, au ni ugonjwa unaokusumbua, vimesababisha we utange mbali. Rudi sasa, anakusubiri. Rudi nyumbani, rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana ana uwezo kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji. Rudi nyumbani. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana ana uwezo kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rafiki, rudi nyumbani.
Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rudi Rafiki, rudi nyumbani. Mwokozi anakusubiri. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Japo dhambi zako ziwe nyingi, nyumbani. rudi Mwokozi